Bwana Yesu asifiwe. Ni mchana wa leo ambaye Mungu amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Kwa hivyo niruhusu kufundisha neno kwa muda wa dakika 3. Mungu atakuwa mwaminifu, Mungu atatamalaki kwenye maisha yako. Kwa hivyo nataka nifundishe juu ya viwango vya mbingu kufunguka. Nahitaji kujua ya kwamba kuna viwango vitatu vya mbingu kufunguka. Ya kwanza ni mbingu yako binafsi, ya pili mbingu ya familia yako, ya tatu unahitaji kujua mbingu juu ya eneo yako ama mahali ambapo unakaa. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati mstari wa 28-23, ya inasema ya kwamba na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini itakuwa chuma. Bwana atafanya. Kwa hivyo Mungu anasema mbingu iliyo juu yako itakuwa shaba, na mbingu iliyo chini yako itakuwa chuma. Kwa hivyo unahitaji kujua kwamba kuna mbingu yako binafsi. Unapoangalia maisha ya watu wawili, Abrahamu pamoja na mke wake, unapata ya kwamba Abrahamu mbingu zake zilikuwa wazi, na unapata ya kwamba mke wake Sara alikuwa tasa. Biblia inasema katika Waebrania 11 mstari wa 11 ya kwamba kwa imani Sara aliweza kupata mimba. Kwa hivyo kila ambacho unahitaji kujua ya kwamba lazima mbingu yako iwe wazi ndiposa ukaweze kufanikiwa. Kwa hivyo hapo sema ya kwamba mbingu zako zitakuwa shaba. Kwa hivyo chochote ambacho kimezuia ufanisi wako ya kwamba usifanikiwe, tunaiharibu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mbingu ya pili, mbingu juu ya familia au jamii yako. Kwa hivyo unakuta ya kwamba wewe familia yako haijafanikiwa. Kwa hivyo kwenye kijiji unakuta ya kwamba nyinyi ndio mnatumika kufanya kazi. Kwa hivyo kila ambacho unahitaji mbingu juu ya familia yako unahitaji iwe wazi, na mbingu juu ya mtaa wako unahitaji mahali ambapo umeweka biashara, lazima uombe eneo hilo mbingu iwe wazi, ili wewe ukaweze kukubalika, ili njia zako zikubalike, ili mng'ang'ano ikaweze kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu natangaza mbingu juu ya watoto wako iwe wazi, mbingu juu ya maisha yao kibinafsi, mbingu juu ya jamii yao, mbingu juu ya eneo yao, katika jina la Yesu Kristo. Nakuja kutangaza baraka juu ya maisha yako, mbingu zako ziwe wazi milele katika jina la